Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, napenda nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani, na nakuomba ulipokee neno la Mungu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yasemavyo maandiko. Somo la leo ni somo la 36 katika mfululizo wa masomo yetu kutoka waraka kwa Waebrania, na kichwa cha somo itakuwa ni imani ya Ibrahimu sehemu ya pili. Kutoka Waebrania sura ya 11 mstari wa 17 mpaka wa 22. Mpangilio wetu wa somo utakuwa kama ifuatavyo. Tutakuwa na utangulizi, alafu tutakuwa na sehemu ya pili ambayo tutaangalia imani au tabia ya imani ya Ibrahim. Utangulizi. Mwandishi anaendelea kutoa mifano kwa Wakristo wa Kiebrania, na kwa hiyo hata kwetu sisi, namna wanavyoweza kuishi na kufa katika imani. Anataka tuige mfano wa mzee Ibrahim na wazee wetu wa imani, Isaka, Yakobo na Ibrahim mwenyewe. Na katika somo lililopita tuliona imani ya Ibrahimu kwenye mstari wa 13 mpaka wa 16, na tulijifunza mambo yafuatayo kwa muhtasari. Jambo la kwanza tulijifunza ni kwamba ahadi za Mungu kwa kiasi kikubwa hazihusu mambo ya ulimwengu huu tu. Tuliona baba zetu hawa, Ibrahim, Isaka na Yakobo, walipokea tu baadhi ya vitu alivyowaahidi Mungu wakati wa maisha yao hapa duniani. Somo ambalo mwandishi alikuwa anataka tulipate moja kwa moja ni kwamba ahadi za Mungu si za ulimwengu huu tu, bali na ule ujao. Kitu cha pili tulichojifunza ni kwamba pamoja na kutopokea ahadi zote walizokuwa wameahidiwa wakati wa maisha yao, hawakuacha kumwamini Mungu kwamba atatimiza ahadi hizo. Kwa maana nyingine ni kwamba waliendelea kumwamini Mungu kwamba ahadi alizowaahidi zitatimizwa wakati ujao. Kwa hiyo maisha yao pale walijiona kama wageni na wasafiri, au hata wakimbizi naweza kusema, hapa duniani, wakijua wanaelekea mbinguni, na walimwamini Mungu kwamba atawafikisha huko. Kwa hiyo mwandishi anafupisha haya kwa vipengele vitatu. Cha kwanza ni kwamba anatufundisha sisi tuone maisha yao katika vipengele hivi vitatu. Cha kwanza ni kwamba kila mtu anaishi kwa imani, ikiwemo sisi tunaomjua Yesu Kristo, lazima aishi kama mgeni na msafiri au mkimbizi hapa duniani. Kuja kwa Yesu hakujakamilisha ahadi zote za Mungu, ila kumeweka msingi unaoonekana na ambao ni thabiti, lakini baadhi ya ahadi ni za baadaye. Hilo ndio kwa mojawapo ya masomo. Kitu kingine alichotufundisha hapa ni kwamba imani ina matamanio ya ndani na vile vile ina matendo ya nje. Nakumbuka tulijifunza kwenye somo lililopita ilikuwa ni yale matamanio ya ndani ya imani ambayo yalikuwa yanafanya hao wazee waishi kama wasafiri na wageni katika nchi waliokuwemo. Kwa hiyo tuliona kwamba imani huzingatia ulimwengu huu
na kile unachotoa na kulinganisha na kile ambacho kinatolewa na ahadi za Mungu. Na wakati wote imani ilikuwa inachagua kile kilicho bora ambacho ni kile cha mbinguni. Kitu cha tatu na ambayo kilikuwa cha mwisho katika tulichojifunza wiki iliyopita ni kwamba Mungu hataona haya ya kuitwa Mungu wa wale waishio na kufa kwa imani, kwa sababu wanatamani mji ulio bora ambao msingi wake ni Mungu mwenyewe ameweka, yaani mbinguni, na amewatayarishia huo mji ili wakae pamoja naye milele. Kwa hiyo haoni haya kuwaita au kujiita Mungu wao. Hayo ndio tulipata na ambayo yanaonyesha maisha ya imani, kwa maana ya matamanio ya ndani ya imani ambayo ndio yanasukuma mtu uweze kuishi kama msafiri na mgeni katika dunia hii. Sasa leo tunaenda kwenye sehemu ya pili ya imani ambayo ni tabia ya imani. Mpaka sasa kuhusu kuishi na kufa katika imani, mwandishi ameelezea kuishi kwa matamanio ya ahadi za Mungu. Hilo tumeliona na tumeona kwamba linatufanya tuishi kama wageni na wasafiri hapa. Tunajua hapa sio mahala petu pa kudumu. Sasa katika mstari wa 17 mpaka wa 22 tutaona matendo ya imani yanayoonekana kwa maisha ya Ibrahimu, au kwa maneno mengine tunaweza kuita tabia ya imani. Sasa hebu tusome mstari wa 17 mpaka wa 22. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa wa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena kutoka huko kwa mfano. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau, hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoka kwao wana wa Israeli, akaagiza habari ya mifupa yake. Kwa hiyo katika mstari wa 17 mpaka 19 mwandishi anaonyesha kwamba imani sio kitu cha kutamani tu kile ambacho Mungu anaahidi, kukitamani zaidi ya chochote kilichoko duniani, lakini pia ni kufanya mambo yanayotupa uhakika kwamba Mungu atafanya ambacho ameahidi kufanya, licha ya kuwepo upinzani ambao kibinadamu huwa unaonekana kama hauwezekani, hatuwezi kuushinda. Hiyo mara nyingi na katika lugha ya kawaida tunasema kuchukua hatua ya imani. Na kwa hiyo imani hufanya mambo kwa njia ambazo ulimwengu ambao haumtamani au kumwamini Mungu hauwezi kuelewa. Fikiria kile alichofanya Ibrahimu katika mstari wa 17 ambao tumemaliza kusoma. Nitarudia huo mstari. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Yaani alimlaza juu ya madhabahu na alikuwa tayari kuondoa uhai wake. Kwa nini hii inashangaza? Inashangaza kwa sababu Ibrahimu alimpenda sana Isaka, mwanae wa pekee na mwanae wa ahadi. Lakini vile vile Mungu alikuwa amempa Ibrahimu ahadi ya kwamba angekuwa na uzao mwingi, na kwamba uzao huu ungekuja kupitia kwa mwana huyu mwana wake wa pekee, mwana wake wa uzee Isaka. Lakini katika mstari wa 18 tunasoma kwamba katika Isaka uzao wako utaitwa. Kwa hiyo alikuwa
amehakikishwa kabisa kwamba kuendelea kwa ahadi kunategemea Isaka kuwepo. Kwa hiyo kijana huyu akifa kibinadamu, ni wazi kwamba ahadi ya Mungu itakuwa imeshindwa. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa mtihani wa mzee Ibrahimu. Je, Ibrahimu ajishawishi kibinadamu na kupata njia yake ya kutotii au kutoka katika utii, au aendelee kumwamini Mungu kwamba yasiyowezekana kibinadamu yanaweza kuwezekana? Jibu liko katika ule mstari wa 19 ambao unasema, akihesabu kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anamweka mwanawe kwenye juu ya madhabahu, juu ya kuni, tayari kumkata shingo na kumtoa dhabihu, aliamini kwamba akifa Mungu atamfufua, kwa sababu alijua hakika Mungu atatimiza ahadi yake kwa njia ya Isaka. Na kwa hiyo alikuwa anajua kwamba, au aliamini kwamba akifa atafufuliwa kusudi Mungu aweze kutimiza ahadi yake. Sasa hii ndio mfano mzuri, na labda sifikiri kama kuna mfano mzuri zaidi ambao mtu anaweza kutoa kuonyesha imani kwa matendo, au matendo ya imani, au tabia ya imani. Mtu aliye wa imani yuko tayari kufanya kile kitu kinachotoa uhakika kwamba Mungu atafanya alichoahidi kufanya, hata kama kuna upinzani. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza mambo machache kutokana na hili ambayo yanaweza kutusaidia katika maisha ya kila siku na katika kutembea kwetu katika imani, katika maisha ya imani. La kwanza ni kwamba, au tuone kwamba kwa wengi wetu katika maisha yetu ya kawaida, huwa tunafikia wakati tunahisi kwamba utiifu unaweza kuwa mwisho wa ndoto zetu. Tunahisi kwamba tukifanya kile ambacho neno la Mungu au Roho wa Mungu anatushuhudia, tunaweza kupata huzuni na hatuoni njia ambayo Mungu anaweza kubadilisha hali ikawa nzuri. Hiki ni tatizo au ni changamoto endelevu katika maisha ya Mkristo katika kutembea kwa imani. Kwa mfano, labda wewe umesikia kutoka neno la Mungu wito wa aidha kubaki ndani ya ndoa au kubaki bila kuolewa. Mfano, inawezekana vile vile umesikia kwamba ubaki kwenye kazi uliomo au utoke kwenye hiyo kazi. Au umesikia wito wa kuhubiri Injili pale kazini kwako, au kukataa kushusha viwango vyako vya uadilifu hapo unapofanya kazi au shughuli yako. Au umesikia wito wa kujitosa kwenye wito mpya au kuwa mishonari. Hii ni mifano ya vitu ambavyo tunapaswa kufanyia maamuzi, na mara nyingi vinawezekana vikawa wito tunaopata kutokana na neno la Mungu. Mara nyingi unapoanza kutafakari utii wa haya mambo katika akili ya kibinadamu, unahisi kwamba matokeo yanaweza yasiwe mazuri. Mara nyingi inakuwa ni kama kumpoteza Isaka. Unapofikiria kwenda kuwa misionari nchi ya nje, au unapofikiria kuacha kazi unayofanya sasa kwa sababu neno la Mungu au wito uliopata kutoka kwenye neno la Mungu ni kwamba acha kazi. Huo unaweza ukafikiri, unatafakari, unaona kwamba kuacha kazi ni sawa na kumpoteza Isaka kwa mzee. Na ukitafakari kwa kina wito husika katika
huoni kibinadamu unavyoweza kupata matokeo chanya. Sasa kwa hivyo ukifikiria mojawapo ya hii mifano kama inakuhusu, unaweza ukaelewa mtihani aliokuwa nao mzee Ibrahim. Hadithi hii imewekwa kwenye Biblia kwa ajili yako. Je, unamtamani Mungu na njia zake na ahadi zake kuliko kitu chochote? Je, unaamini kwamba Mungu ataheshimu imani yako na utiifu wako na kutoona haya kujiita Mungu wako? Kama ni hivyo basi, amini kwamba kwa kutumia hekima na uwezo wake na upendo wake anaweza kugeuza njia ya utii kuwa njia ya uzima na njia ya furaha. Kwa maana nyingine, anaweza kukupatia namna ya kutoka ukitii hicho alichosema. Amekwambia acha kazi, ukaacha, Mungu anaweza akakupatia namna ya kuishi ambayo inakupa furaha na amani hata kuliko hiyo kazi uliyokuwa unafanya. Hiyo ukozi ni ndogo, sio sawa na kumtoa Isaka pale, lakini kanuni ni ile ile. Hii ndio shida ambayo mara nyingi tunakutana nayo. Je, utamwamini Mungu katika hali kama hizo? Neno la Mungu kwako kwenye hii sehemu ni kwamba Mungu anastahili na Mungu anaweza. Anachokuwa amekuamuru ufanye au anachokuwa amekwambia ufanye, anakistahili. Na vile vile amini kwamba Mungu anaweza kukutoa ukaendelea kuwa na amani na furaha hata zaidi ya ulionayo wakati huo. Sasa tumalizie kwa kuangalia ni kwa jinsi gani kutii kwa imani kunaonekana wakati wa sasa. Kwa maana nyingine, maisha au tabia ya imani. Kwa kifupi, mtu mwenye imani anaona kitu bora kuliko ulimwengu unavyoona na anatenda ipasavyo. Akisikia ahadi ya Mungu anaizingatia, tofauti na wale wasioamini. Akili na mioyo yetu iwe inafanya hesabu tofauti na wasioamini. Kwa sababu sisi hatuelewi maishani tukisaka zawadi zilizo na ulimwengu au na dunia kama wasioamini wanavyofanya. Hatuoni tu na kufanya. Hatuishi kwa kuona kwa macho. Tunaona, tunatulia kwanza, tunaona kwa macho ya imani na kisha tunatenda. Kwa hiyo kwa Mkristo, huu usemi ambao kila mtu anasema ambao umeenea hapa duniani kwamba kila mtu anafanya, yaani unafanya kwa kuwa kila mtu anafanya, si sababu nzuri ya kufanya au kutofanya, bali ni ukipata hali kama hiyo, kitu cha muhimu ni kwamba unatulia na kujiuliza. Na swali lenyewe ambalo unapaswa ujiulize ni kama lifuatavyo, kwamba tunajua sisi hapa ni wasafiri na wageni au wakimbizi, unaweza kutumia neno hilo. Kwa kuwa hapa si makazi yangu ya kweli na mambo ya hapa sio matamanio yangu, je, nini napaswa kutii? Kwa hiyo unapopata changamoto kama hiyo aliyopata mzee Ibrahim, ambayo ilikuwa ni, kwa kusema kwa kifupi, ilikuwa ni hali ngumu sana, anajiuliza, mimi ni msafiri hapa, mimi ni mgeni hapa, mimi napita na huko nako kwenda nimeshakuchungulia kwa mbali, ni kuzuri. Je, kitu gani napaswa kufanya?
nini nitii? Nitii hisia zangu au nitii amri niliyopewa na Mungu? Na hapo jibu linakuja moja kwa moja. Utatii amri ya Mungu au utatii agizo la Mungu, kwa sababu Mungu anastahili na Mungu anaweza kutimiza ahadi yako au kutimiza kile ulichokuwa unatarajia. Kwa hiyo basi tuende kwenye mstari uliobaki, tuangalie wazee wa imani waliobaki, na hapa ni kuangalia Isaka, Yakobo na Yosefu au Yusufu. Mstari wa 20 unasema, kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau hata katika habari za mambo yatakayokuwa baadaye. Tuliona hapo katika somo lililopita kwamba Mungu alirudia ahadi ya Ibrahimu kwa Isaka katika Mwanzo sura ya 26. Na kwa hiyo kabla ya kufariki kwake Isaka aliwabariki wanawe akiwa na uhakika kwamba kila ambacho Mungu aliahidi kingetimia. Nafikiri kwake ilikuwa ni kwamba kingetimia labda katika maisha yao, au waelewe kwamba anaamini kitatimia na wao wachukue msimamo huo wa imani. Kwa hiyo Isaka kwa wanawe wawili alitaka kuwabariki, ila yeye alikuwa na mawazo tofauti na yale ambayo Mungu alikuwa nayo. Nafikiri waliosoma hiyo kisa wanaelewa vizuri. Kwa mwana ambaye Mungu alimpendelea, Isaka alimtolea ahadi za Mungu kuhusu agano, ambayo alikuwa Yakobo. Na kikubwa kuelewa hapa ni kwamba Isaka aliweza kutoa ahadi kwa wanawe kwa sababu aliamini katika ahadi hizo. Na zaidi ya hayo alielewa kwamba hakuwa na uwezo wa kuzibadili. Hata baada ya kugundua udanganyifu umefanyika au aliyemtarajia sio yeye, hakutaka kubadili, kwa sababu alijua, alikuwa na uhakika sana kwamba ahadi za agano zingeweza tu kupewa mwana mmoja kulingana na agizo la Mungu. Na kwa hiyo hakuweza kumpa Esau suluhisho. Mstari wa 21 tunaona unasema, kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Hapo mwandishi anachotaka kusema ni kwamba Yakobo alikuwa na imani na aliwabariki wana wa Yusufu. Lakini kabla hajawabariki, ukisoma hii sura katika kitabu cha Mwanzo, alimuita Yusufu kando na kumwomba aape kwamba Yakobo hatazikwa Misri. Badala yake alitaka Yusufu abebe maiti yake hadi Kanaani na kumzika huko. Na baada ya hapo aliwabariki wanawe wawili, na vile vile akawabariki watoto wake mwenyewe 12 na kuwapa maagizo kamili, ukisoma, ambayo yalionyesha kabisa kwamba ana imani kwamba ahadi ya Mungu itatimizwa kwao. Maka aliwaeleza watakavyokaa na kila mmoja atakavyokuwa katika hiyo taifa ambalo litakuja kuanzika au kuanzishwa na ahadi ya Mungu huko mbeleni. Kitu kimoja ambacho kinaelezwa pale na ambacho labda ni muhimu kwa sababu kinaonyesha imani vile vile, ni kwa nini Yakobo alijali kuhusu mahali ambapo maiti yake ilizikwa. Naona hapa alijali kwa sababu ile ile ambayo babu na baba yake walikuwa wamekubali kubaki katika nchi ya Kanaani kama wageni na wasafiri.
hiyo ilikuwa ni kuonyesha au kutoa ushuhuda kwamba wao bwana, ahadi ya Mungu ndio wanayotegemea na haijatimia hapa. Kwa hiyo maisha yao yalikuwa ni ya wageni na wasafiri. Sasa na yeye kwa kutaka azikwe Kanaani wala sio Misri, alitaka kuonyesha kwamba maisha yake ni ushuhuda walioamini kuhusu ahadi ya Mungu. Kwa maana nyingine yanaonyesha kwamba baada anaamini kabisa kwamba hiyo ahadi itatimizwa na nchi ya Kanaani watairithi watoto wake au uzao wake. Alitaka kuzikwa kwake iwe ushuhuda kwamba ahadi za Mungu zitatimizwa hapo baadaye, na kama kushiriki itabidi labda afufuliwe, lakini iwe hivyo iwavyo, hiyo ahadi amekufa akiamini kwamba itatimia. Na mstari wa mwisho ni mstari wa 22 ambako tunaona kwamba Yusufu ambaye alitumia maisha yake ya ujana na ya utu uzima huko Misri, hata hivyo akikabili kifo, bado alikuwa na imani kwamba Mungu angetimiza ahadi yake, na alionyesha uhakika huo kwa kuwaapisha ndugu zake waichukue mifupa yake wakati wa kuondoka kwa Misri. Kwa hiyo tunaona kwamba alikuwa anategemea kwamba iko siku wana wa Israeli wataondoka Misri na watarudi, watakwenda kurithi nchi ya Kanaani ambayo Mungu aliwaahidi, kuishi huko kama taifa, na kupitia hilo taifa ulimwengu wote ungebarikiwa. Kwa hiyo kwa kuamini hivi aliwaambia, mkija kutoka mifupa yangu mwende nayo. Hiyo inaonyesha kwamba kiwango chake cha imani alichokuwa nacho. Na kwa ukisoma katika kitabu cha Mwanzo na kuendelea, hii ilikuwa ni kama zaidi ya miaka 300 kabla ya ile kitu kutokea, yani ile safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani. Lakini yeye aliamini kwamba itatokea. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, naomba utafakari kwa kina mafundisho ya msingi ya hili somo la imani ya Ibrahimu. Limeweka pamoja yote ambayo tulikuwa tumejifunza mpaka hapa, na kwa somo la leo tu tunajifunza kwamba tuwe na ushirika naye. Mungu ametuita sisi ambao tuko katika Kristo, tuwe na ushirika na Mungu milele. Kwa hiyo tusitegemee baraka za hapa tu kwamba zinamaliza kila kitu. Hii imekuwa wazi katika maisha ya Ibrahimu. La pili, na wakati tunangojea sasa kwenda mbinguni kukaa naye milele, tuishi kama wageni na wasafiri. Na hii ina maana kubwa. Tusijitwike mizigo na tusiwe tusijitese na vitu ambavyo sio vya lazima. Tujue kwamba Mungu anastahili atakachotuambia tufanye katika neno lake, kwa sababu anaweza kuendelea kututunza, na tuendelee kutamani ya mbinguni kuliko ya hapa duniani, na tulitii neno lake, kwa sababu Mungu wetu anaweza, na tukimwamini atatupa chochote tunachohitaji katika safari yetu. Kumbuka sisi ni wasafiri na wageni. Kwa hiyo chochote tunachohitaji katika hii safari, tukimwamini tutakipata. Na ikiwa wewe ni mmoja wa wale ambao hawajamwamini Yesu, na kuomba utubu ndani ya moyo wako na kumwamini Yesu ambaye ndiye njia pekee ya kwenda mbinguni. Hebu tuombe pamoja ili ombi, kama wewe ni wale ambao bado hamjamwamini Yesu. Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi
anahitaji msamaha wako. Naamini kwamba ulikufa kwenye nafasi yangu, ukalipa deni langu la dhambi. Niko tayari sasa hivi kugeuka kutoka kwenye dhambi yangu na kukupokea Kristo uwe Bwana na Mwokozi wangu binafsi. Najikabidhi kwako na kukuomba unipokee. Katika jina lako tukufu, Bwana Yesu, naomba na kuamini. Amina.